Ndugu waandishi wa habari, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET inapenda kuufahamisha umma kuwa hafla ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano la taifa la 4 la stadi za ufundishaji kwa walimu wa shule za awali na msingi na shindano la 2 kwa walimu wa shule za sekondari Tanzania bara itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 6 Juni 2026 kuanzia saa 3 asubuhi katika ukumbi wa maktaba mpya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, shindano la taifa la stadi za ufundishaji ni jukwaa muhimu linalolenga kuimarisha ubora wa ufundishaji na ujifunzaji kwa kuwapa walimu fursa ya kuonyesha umahiri, ubunifu na matumizi ya mbinu bora za ufundishaji darasani. Shindano hili ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa mafunzo endelevu ya walimu kazini, yaani MEWAKA, unaolenga kuimarisha uwezo wa walimu na kuboresha matokeo ya ujifunzaji kwa wanafunzi nchini. Malengo ya shindano hili ni pamoja na: mosi, kuwatambua na kuwapongeza walimu wanaoonyesha umahiri wa kutumia mbinu shirikishi zinazojenga umahiri na kukuza stadi za karne ya 21. Pili, kukuza matumizi ya mbinu shirikishi katika ufundishaji, upimaji na utoaji wa mrejesho. Tatu, kuwajengea uwezo walimu katika kuandaa maudhui yatakayotumika na walimu wengine kupitia mfumo wa kidijitali wa ujifunzaji, yani learning management system. Lakini 4, kuimarisha uwezo wa walimu wa kuandaa na kufaragua zana za kufundishia na kujifunzia. Na 5, kuchochea ubunifu kwa walimu kupitia matumizi ya mbinu mbalimbali zinazorahisisha ujifunzaji pamoja na kuchopeka matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ujifunzaji. Aidha, shindano hili linaunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha ujifunzaji wa stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, hususan kwa wanafunzi wa elimu ya awali na msingi. Kupitia utambuzi wa walimu bora na usambazaji wa mbinu bora za ufundishaji, shindano hili linachangia utekelezaji wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la 1 na la 2, uliozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 29 Januari 2026. Mkakati huo unalenga kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa kiwango stahiki, hivyo kuimarisha ubora wa elimu na matokeo ya ujifunzaji nchini. Ndugu waandishi wa habari, kwa mwaka 2026 jumla ya walimu 3153 walijisajili kushiriki katika shindano hili kupitia mfumo wa kielektroniki wa National Teaching Skills Competition System. Kati yao walimu 1263 walikamilisha masharti yote ya ushiriki kwa kuwasilisha video za ufundishaji pamoja na maandalio ya masomo kwa ajili ya tathmini. Shindano la mwaka huu limehusisha maeneo 7 ya ushindani ambayo ni kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la 1, ufaraguzi wa zana kwa darasa la 2, pamoja na masomo ya physics, mathematics, business studies na computer science kwa walimu wa shule za sekondari. Maeneo haya yamechaguliwa kwa kuzingatia umuhimu wake katika kuimarisha ujifunzaji wa wanafunzi katika stadi za msingi za KKK, stadi za ujasiriamali, stadi za lugha ya Kiingereza na stadi za karne ya 21 katika masomo ya sayansi, hisabati na tehama. Kauli mbiu ya shindano la mwaka huu ni ufundishaji bora, taifa imara. Ndugu waandishi wa habari, mgeni rasmi katika hafla hiyo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, MB, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. Mchakato wa tathmini umekamilika na kupatikana kwa orodha teule, yani shortlist ya walimu 5 bora katika kila eneo la ushindani. Orodha hiyo inawakilisha walimu walioonyesha kiwango cha juu cha umahiri,
ubunifu na matumizi ya mbinu bora za ufundishaji katika maeneo husika. Baada ya kuwasilisha taarifa yangu, Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, atasoma orodha teule ya washindi. Ndugu waandishi wa habari, zawadi zitakazotolewa ni kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza shilingi milioni 2.5, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato 1. Shule anayofundisha itapata projekta. Vile vile shule zilizotoa mshindi wa kwanza katika maeneo ya kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la kwanza, ufaraguzi wa zana kwa darasa la pili zitapata vibao vya kielektroniki yani electronic pad 100 vyenye thamani ya shilingi milioni 5. Aidha, video zote za washindi wa nafasi ya kwanza zitarekodiwa upya katika studio za TET na kupakiwa kwenye mfumo wa elimu wa kidijitali yani LMS, pamoja na kurushwa kupitia TET Soma Kwanza TV ili kuwapa nafasi walimu wote nchini kujifunza. Mshindi wa pili atapata shilingi milioni 2, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato, na shule anayofundisha itapata projekta. Mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 1.5, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato, na shule anayofundisha itapata projekta. Mshindi wa 4 kompyuta mpakato na cheti cha pongezi, na mshindi wa 5 atapata kompyuta mpakato na cheti cha pongezi. Ndugu waandishi wa habari, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatoa pongezi kwa walimu wote walioshiriki shindano hili kwa kuonesha ari, ubunifu na kujituma katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Ushiriki wao unaonyesha dhamira ya walimu wa Tanzania katika kuendelea kuinua ubora wa elimu, kuimarisha ujifunzaji wa stadi za msingi za kusoma na kuwajengea wanafunzi stadi zinazohitajika katika karne ya 21. Serikali itaendelea kuhamasisha ubunifu na umahiri wa walimu kama sehemu ya utekelezaji wa mageuzi ya elimu na mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili nchini. Shindano hili linaratibiwa na serikali kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania chini ya programu ya kuboresha elimu ya awali na msingi, yani Primary Students Learning Program Boost, na mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari, yani Secondary Education Quality Improvement Program SEQUIP. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, waziri wetu wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, tunawashukuru sana na tunaendelea kuwakaribisha katika wizara yetu. Tunajua tunapoongea nanyi tunaongea na Watanzania. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana tarehe 6 Juni 2026 katika ukumbi wa maktaba mpya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam saa 3 asubuhi. Asanteni sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.